Ujumbe ambao tutatembea nao leo una kichwa kinachosema jishushe ili uone uweza wa Mungu. Jishushe ili uone uweza wa Mungu. Wangapi wanajua kwamba Mungu wetu ni Mungu mkubwa sana na ni Mungu mkuu? Ndiyo, Mungu wetu ni Mungu mkubwa sana na ni Mungu mkuu, ashindwi na lolote. Mwandishi wa Zaburi anasema, nikiziangalia mbingu ni kazi ya mikono yako. Mbingu na nchi Mungu kaziratibisha yeye. Nyota tunazoziona, jua, zinauthibitisha ukuu wa Mungu wetu aliotuumba. Lakini huyu Mungu ingawa ni mkuu na ni mkubwa sana kuliko vyote, lakini huwa anajifunua katika mambo madogo kuliko yote. Bwana Yesu na asifiwe sana. Amina. Yeye ni mkubwa lakini hajachagua kujitukuza katika ukubwa. Amejitukuza katika vitu vidogo sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa sababu tukisema tu Mungu ni Mungu wa vitu vikubwa na vile vidogo, je, nileo kutafakari siku moja, mnyama mkubwa kuliko wote wanasema ni nyangumi. Wanasema nyangumi ni mnyama, sio samaki, kulingana na wanasayansi. Nyangumi ni mkubwa zaidi ya tembo 12. Kuna kiumbe kama sisimizi kina miguu. Mungu wa nyangumi ndio huyo Mungu wa sisimizi. Na tembo ni mkubwa katika wanyama wanaoishi nchi kavu. Sisimizi ni mdogo sana katika viumbe vinavyoishi nchi kavu. Lakini ajabu ni kwamba tembo hana uwezo wa kumbeba tembo mwenzake, hana huo uwezo. Lakini sisimizi yule mdogo kuliko viumbe vingine vyote ana uwezo wa kubeba mzigo mara 8 ya uzito wake yeye mwenyewe. Maanake sisimizi wengine 8 wakiwa juu yake anabeba, sisimizi huyu anasafirisha. Kwa hiyo uwezo wa Mungu pia upo katika vitu vidogo ambavyo wakati mwingine tunaweza tukavidharau. Na leo hii tunajifunza ujumbe huu ambao unasema jishushe ili uone uweza wa Mungu. Tunaanza katika kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura 12 na mstari wa 9. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 12 na mstari wa 9. Naye akaniambia, hiyo ni Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 9. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Uweza wa Mungu unatimilika katika udhaifu. Alafu anaendelea kusema, basi najisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Anaposema udhaifu, sio udhaifu wa kupigwa na ibilisi, bali ile hali ya kujishusha ingawa una uwezo wa kujikweza. Hiyo ndio inaitwa udhaifu ambao unazungumziwa mahali hapa. Una uwezo wa kujikuza, una nafasi ya kuwa mkubwa lakini unashuka, unakuwa humble. Ukiwa katika hiyo hali, Biblia inatufundisha kwamba uweza wa Mungu unatimilika juu yako. Hapo ndipo unapoweza kuona uweza wa Mungu. Kanuni moja ya kujifunza kuogelea, kupiga mbizi. Kanuni moja hapo ya kwanza kabisa ambao wale watu wanaenda kufundishwa kupiga mbizi wanafundishwa ni kwamba ukitaka kuweza kuogelea au kuelea juu ya maji, sharti lazima ujilegeze. Yaani unapojilegeza sana ndivyo unavyoelea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukijikaza unakuwa kama jiwe. Kwa hiyo unazama. Ndio maana watu ambao wamepata shida au wamekufa kwenye maji watakuta baadaye wanaelea juu, lakini wakati wakiwa wazima walikuwa hawezi kuelea. Kwa nini unajiuliza? Ni kwa sababu maiti ile inapokuwa imeshashindwa inakuwa imelegea, kwa maji yanapandisha juu. Kwa nini? Kwa sababu palipo mahali ambapo pana hali ya utulivu hali ya juu, ndipo uwezo fulani unapata nafasi kwa kile kitu au kwa yule mtu. Sisi sote tumetoka katika matumbo ya mama zetu. Ukimchukua sasa hivi mtu mzima ambaye yuko mtaani anatembea na mtoto, utaona mtoto ni dhaifu, lakini katika udhaifu wake anao nguvu, na ile nguvu ipo kwa wazazi wake. Naenda porini kamkute simba mwenye watoto, afu kakute kale katoto cha simba pale, simba yake kadhaifu, chezea hapo. Ndani ya dakika chache utaona moto wake ambao utawaka hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto ni mdhaifu, lakini ule udhaifu wake umeongeza nguvu upande mwingine kwa mama yake. Lakini anapozidi kuwa na nguvu, ndipo uwezo wa mama yake unapungua, mpaka baadaye mwisho wa siku mama yake anamfukuza. Kajitegemee sasa, una nguvu, ondoka.
Lakini kwa jinsi anapokuwa dhaifu ndipo uwezo unapozidi kuongezeka kwa yule mtoto. Akiwa na miaka 5 mama yake anamhurumia, sio tu wanyama hata wanadamu. Anapozidi kushuka chini miaka 2 ndo kabisa. Akifika hivi yuko tumboni, mtoto kwa tumboni, mama yake anachukua nafasi katika sehemu kubwa sana. Akiwa mdogo miaka 2-1 anakuwa hata chakula ananyonya kwenye mwili wa mama yake. Akiwa tumboni anakula chakula ambacho anakula mama yake, hata hamna haja kunyonya. Niliwahi kutafakari tena nikasema muujiza mkubwa ambao wanadamu wote tulishe kupitia ni muujiza wa kukaa miezi 9 bila kuvuta hewa nje na unaishi. Yaani upo tumboni mwa mama yako miezi 9 unakaa kule. Unaishi bila kuvuta pumzi ya nje. Unaishi bila kunywa maji ya nje, bila kula chakula cha nje. Upo kwenye ile giza na ni maji kule tumboni, lakini umeishi bila kufa. Sasa hivi jaribu uone unakufa. Kwa nini? Kwa sababu tayari una nguvu. Lakini ulipokuwa dhaifu, mtoto mdogo kichanga, ulikuwa dhaifu, ulikuwa na uwezo wa kufanya mambo ambayo ni miujiza, kwa sababu uwezo wa Mungu ulikuwa unatimilika juu yako kwa sababu ya udhaifu wako. Katika roho hivyo hivyo pia, tukitaka tuone uwezo wa Mungu katika viwango vikubwa sana, ni sharti tuwe dhaifu. Sizungumzi madhaifu yanayoletwa na ibilisi, sizungumzia hayo. Nazungumzia yale madhaifu ambayo wewe mwenyewe unajishusha katika hali fulani. Ukijua kwamba una nafasi fulani lakini unajishusha, hapo unaruhusu uwezo wa Mungu uje katika maisha yako. Bwana Yesu na asifiwe sana. Sasa kuna mambo mengi ya kujifunza kuhusiana na uwezo wa Mungu ambao unatimilika katika udhaifu. Lakini nataka tujifunze pia katika eneo la maisha. Tunao mahitaji mengi na tunahitaji vitu vingi. Chochote kile ambacho unakihitaji kutoka kwa Mungu, au kio cha rohoni au kio cha mwilini, ni lazima ujishushe. Ni lazima ujishushe, manake uwe tayari kujishughulisha na vitu ambavyo pia vinaonekana ni vinyonge na ni vidhaifu, kwa sababu hivyo vitu ambavyo unaviona ni vinyonge na vidhaifu ndo huko Mungu kavifanya viwe na nguvu. Kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 26 hadi 28, naomba nisome pale. Kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 26 anasema hivi: maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia, unaona ile andiko, awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mstari 29, mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu anavichagua vile vitu ambavyo ni vinyonge, havipo, vidhaifu. Ndivyo Mungu anavyovitumia, ndivyo Mungu anavyotendea navyo. Unasema sasa hivi nataka kwenda kumuona Mungu. Akili yako pengine itakupeleka Yesu atokee hapa, Paulo atokee hapa, Elia atokee hapa. Lakini Mungu anaweza akasema na wewe kupitia mtoto yule aliyeka pale. Lakini kwa sababu akili yako imeshakutuma kwamba Mungu ni mkubwa, anasema na vitu vikubwa kubwa vilivyotukuzwa, vinavyojulikana, ukadharau sauti yule mtoto, alafu ukafikiri kwamba Mungu anasema tu na wewe kupitia watu wazima. Ijapokuwa Mungu anaweza kuongea kupitia mbingu, akagurumisha radi tukaisikia sauti yake, lakini sio njia bora aliyochagua. Amechagua kuongea ndani ya mtu kupitia Roho Mtakatifu. Ushawahi kutafakari? Yaani njia bora ya Mungu kuzungumza na mtu ni kupitia Roho wake Mtakatifu ambaye anakaa ndani ya mtu, akae mbinguni. Sasa kwa wale wasomaji wa Biblia, kipindi ambacho Mungu anatoa zile amri 10, kipindi ambacho Mungu anamuita Musa na kumwambia panda huko mlimani, alimwambia unapokuja huko mlimani waambie wana Israeli wasisogelee mlima, waeke uzio, hata mnyama asiingie huko. Utapanda wewe tu peke yako, alafu mimi nitakwenda, utakuja kule mlimani, nitakupa sheria, amri na hukumu za kuja kuwapa watu. Mlima Sinai. Musa akafunga siku 40. Alifunga siku 40 bila kula wala kunywa, vile vile kama Yesu alivyofunga. Akapanda juu ya mlima kule. Alipofika kule, Mungu akamtokea, tujue alimtokeaje. Alafu akaanza kusema naye, kumpa zile amri. Akawa nasikia amri ya kwanza, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usio na miungu mingine ila mimi. Akaendelea, usijifanyie sanamu ya kuchonga, akashuka mpaka amri zote 10. Sasa wakati Musa anasikia, kawaida wana Israeli ambao walikuwa chini ya mlima, mbali na mlima, walikuwa wanasikia kule mingurumo inatoka. Kwa kila neno ambalo Mungu alikuwa analisema, huko wenyewe walikuwa wanasikia kama radi, mingurumo na kila kitu, mpaka kuogopa. Wakasema
Wakaambia Musa akija tutamwambia kwamba Mungu aseme na aseme na aseme na sisi. Kwa hiyo wana Israeli walikuwa wanasikia amri za Mungu, lakini walikuwa wanasikia kama radi na mingurumo inatoka kule. Wakatetemeka na kuogopa, akasema tumekwisha wote. Mpaka Mungu akasema laiti watu mioyo ingekuwa hivi siku zote. Lakini Mungu hakuchagua kama njia bora kusema na mwanadamu. Sasa wana Israeli wakajua ndo kanuni ya Mungu kusema nao kwa utukufu mkubwa namna ile. Ukafika wakati wa Elia alipokuja. Elia na yeye wakati anakimbizwa na Yezebel, anamkimbia Yezebel. Akakimbia kufuata ule mlima Sinai, kufika kule mlima Sinai ule ambao Musa alipewa amri za Mungu, na wana Israeli walikuwa wamezunguka chini wanasikia sauti na ngurumo na radi na matetemeko wakaogopa. Elia naye akafika pale akitaka Mungu aseme naye vile vile. Alipofika pale anasubiria sauti ya Mungu. Akaanza kwanza kusikia upepo kapita. Bwana Yesu nasifiwe sana. Likaja tetemeko kubwa la nchi, lakini Biblia inatuambia Bwana kuwepo pale. Alafu anasema ikaja tena kubwa ya moto, lakini Mungu hakuwepo pale. Baadaye ikaja sauti ndogo ya utulivu. Inamuuliza Elia, unafanya nini hapa? Sauti ndogo ya utulivu. Yeye alijua Mungu ataongea kupitia radi, ataongea kupitia mingurumo, ataongea kupitia matetemeko, lakini Mungu hakuchagua njia. Naomba nikusomee kidogo tu Wafalme wa kwanza 19. Mstari wa 11 hadi 12. Neno la Mungu linasema akatoka, akasema toka usimame mlimani mbele ya Bwana. Na tazama Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunja miamba mbele za Bwana. Upepo ulipita ukapasua miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwako katika upepo ule. Umeona upepo lakini Bwana hakuwepo, lakini ni upepo wa Bwana. Na baada upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Hebu sema sauti ndogo ya utulivu. Sauti ndogo ya utulivu. Naam, nishapo hapo. Ikawa ile alipoisikia alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa Elia? Elia kashakariri Mungu anaongea kwa radi, anaongea kwa upepo wa kisulisuli. Ni kweli mahali palipo na upepo wa kisulisuli, palipo na radi, palipo na matetemeko ni sauti ya Mungu. Lakini Mungu hakuwepo katika upepo, hakuwepo katika radi, katika sauti ndogo utulivu. Elia akajua hai ndo sauti ya Mungu. Hata mimi ungenipeleka pale, alafu najua ni mlima wa Mungu ambao najua siku zote Mungu anakuwepo hapo, nikitegemea kusikia matetemeko makubwa, nikitegemea kusikia sauti ya Mungu inakuja kama radi. Lakini sauti inazungumza ndani yangu. Elia akasikia sauti inasema ndani yake, unafanya nini hapa? Ndio Mungu kachagua hivyo. Kwa Mungu anajifunua katika mambo madogo, manyonge, sauti ndogo sana utulivu. Ndani yako ndio sauti ya Mungu. Sauti ndogo sana utulivu katika vile vitu ambavyo ni vinyonge, ndio hapo Mungu anasema na wewe. Yesu wakati anaanza kutoa mifano, alikuwa anaambia tafakarini ndege, tafakarini kunguru. Kupitia kunguru kuna sauti ya Mungu. Tafakarini mti, alisema kwa mtini jifunzeni mfano. Mtakapoanza kuona unaanza kutoa. Kwa mti tu kuna sauti ya Mungu. Vitu vidogo ambavyo huwezi kuvitazamia. Kipindi ambacho Yohana Mbatizaji yupo duniani, wakati wana Israeli walikuwa wanamsubiria Elia aliyetabiriwa katika Malaki sura 4 ya kwamba nitawapelekea Elia nabii atakayegeuza mioyo ya watoto waelekee baba zao. Wakati wanisubiria hiyo ahadi, wanasema huyu Elia atakapokuja atatangulia, kabla ya Masihi kuja lazima aje Elia. Kwa hiyo wana Israeli walikuwa wanajua Elia atakuja, yule ambaye alikuwa anashusha moto. Walikuwa wanajua atakuja. Wako duniani wanaendelea kuishi, kumbe anakuja kuzaliwa Yohana Mbatizaji. Anaenda nyikani, anakaa kule, anakula nzige na asali, anavaa nguo moja tu ya magunia ya singa. Anatokea katikati ya wana Israeli, anaanza kuhubiria habari za ufalme wa mbinguni na kuambia tubuni. Ashushi moto Elia, Yohana Mbatizaji ashushi moto, wala hapambani na wafalme kama alivyokuwa anapambana Elia na Ahabu. Katulia zake mnyenyekevu, yuko kule anahubiri, anabatiza watu. Alafu siku moja wakati wanafunzi wanakaa na shangaa, Yesu akauliza, mlitoka nyikani kwenda kutazama nini? Je, unyasi unaotikiswa na upepo au umeenda kuangalia mtu aliyevaa mavazi mororo? Akaambia, tazama, wanaovaa mavazi mororo wapo katika majumba ya kifalme wanakula raha kule. Je, mlitoka kwenda kutazama nini? Nabii? Naam, na aliye mkubwa zaidi ya nabii. Na huyu ndio aliandikiwa maneno haya, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele yako, atakayetengeneza njia yako. Akaambia, na kama mnataka kuamini, huyu ndio Elia anayekuja. Wakashangaa, Elia? Elia anakula nzige na asali. Elia ambaye afanye ishara, na sisi tunajua Elia anashusha moto. Yesu akamwambia, huyu ndiye Elia anayekuja. Kwa hiyo wana Israeli wanasubiria Elia aje, kumbe Elia yupo duniani. Anatembea.
Anafanya miujiza, ukizanisha ni miujiza kushusha moto, yeye anafanya miujiza kushusha moto kwenye madhabahu za giza katika ulimwengu wa roho ambazo zinashikilia watu katika dhambi. Tayari kuna vitu vinatendeka. Wenyewe wanajua kwamba Mungu atakuja na Elia yule agano la kale ambaye atakuja na ukubwa, ambaye anashusha moto. Angalia jinsi walivyo miss njia za Mungu kwa sababu kutazamia makubwa. Kumbe Elia anatembea duniani, ni mnyenyekevu, amekaa kule Yordani anaambia tu watu tubuni, ufalme wa mbinguni umekaribia, mbatizwe. Mtubu, ufalme wa mbinguni umekaribia, mbatizwe. Wenyewe wanasubiria Elia atakayekuja, atakayeshusha moto. Elia ambaye ukiongea kidogo tu, saa hiyo anasema moto uteketeze. Lakini kumbe anakuja Elia, afanye hata ishara hata moja. Wakati wamekaa hivyo hivyo, washasoma maandiko kule ambao anasema huyo Masia atakapokuja, huyo atachunga mataifa kwa fimbo ya chuma. Wanajua sasa Masia ambaye atakuja, ambaye ndio Kristo mwenyewe, atakuwa ni mtu hodari, atatokea katika ufalme wa Daudi, atakuwa mkuu, atakuwa mfalme wa falme. Wanatafakari, wanasema tu kama mfalme Suleiman alikuwa na fahari vile, huyo Masia akija atakuaje? Masia mwenyewe akija atakuaje? Kama Suleiman tu alikuwa ana fahari, Daudi alikuwa fahari, Daudi anamsifia mtoto wake, atakuaje? Wanashangaa, kumbe mfalme amezaliwa kwenye zizi la ng'ombe. Hajazaliwa kwenye jumba la kifalme. Kristo hakuzaliwa kwenye jumba la kifalme. Alizaliwa kwenye zizi la ng'ombe, mahali pa kulala wageni palikosekana, na akazaliwa kule mwana kondoo. Wakitazamia atatokea familia tajiri, amshangaa ni mtu wa kawaida kabisa. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya anasema hana hata uzuri wa kumtamani. Kristo hakuwa hana hata uzuri wa kumtamani. Mtu wa kawaida kabisa. Paka amefikisha miaka 30 watu wako wajui kama Masihi ipo duniani. Anaanza huduma watu wajui Masihi kama ndio Kristo. Anasema sawa basi, hata kama ni Kristo mbona tuliambiwa atakuja Elia kwa wapi? Kumbe hata Elia hajui kwamba kashatokea. Kwa Mungu naye alijifunua kwa Yesu katika udogo. Sisi wote kizazi hiki tunakuja kuona Yesu alikuwa mkubwa, lakini nakuhakikishia baadhi yetu tungerudi kipindi kile tungemdharau Kristo. Kwa Mungu anajidhihirisha katika udogo. Kwa makini sana katika mambo madogo. Kwa makini sana katika vitu vidogo. Mungu anaweza akatumia vitu vidogo, vitu dhaifu, vitu vinyonge kukupa wokovu, kukupa msaada, kukupa tumaini, kukupa faraja. Hata faraja tu unaweza kutumia na vitu vidogo sana, tofauti na vile ambavyo tunavitazamia. Sasa naomba nikusomea habari moja ya jinsi Mungu anavyotumia watu. Nikuwekee msingi tu kwanza katika kitabu kile cha Luka sura 4 na mstari wa 24 hadi 30, alafu nitasoma Wafalme wa Pili 5. Wala tutakuwa na ujumbe mrefu. Luka sura 4 mstari wa 24 hadi 30. Alafu tutaenda kwenye Wafalme wa Pili. Luka sura 24, sura 4 mstari wa 24. Sikiliza hii habari. Akasema, amini nawaambia kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Yesu hakuwa anajizungumzia. Lakini kwa hakika nawaambia palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wale Elia kutumwa kwa mmoja wapo ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Piga mstari leo. Hapo anasema tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Tushetu hapo. Kristo hapo anajaribu kueleza kwamba hakuna mtu mwenye kubalika katika nyumba. Kristo hakukubaliwa, alionekana hamasi gani huyu? Tunamjua babake si seremala. Mamake si ndio huyu kwanza ukapatikana kazaliwa katika ile uzinzi. Unajua Kristo paka anakuwa mtu mzima. Mariam tarehe kwa anajua. Yusuf na Mariam walikuwa wanajulikana kwamba Yesu ni mtoto uzinao. Alikuwa anajua hivyo. Ndicho alichokuwa anajua kwa sababu Mariam alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hakuna mtu yote angeweza kumuelewa katika jamii kwamba tukapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hakuaminika. Kwa hiyo Mariam alikuwa katika hali ya kujua kwamba siku yote naenda kupigwa mawe kwa sababu nimepata mtoto kwa njia hii. Alikuwa anajua kabisa hakuna mtu atakayenielewa, ndio maana hata kumwambia Yusufu. Na Yusufu alipotokewa na malaika katika ndoto na kuambia kwamba usimwache mkeo kwa sababu mimba aliyopata ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yusufu kwa sababu alikuwa tayari ni uzao wa Mungu, aliingia gharama kubwa kwa sababu alijua ni kweli huyu mtoto si wa kibinadamu na huyu mwanamke akufanya zinaa. Lakini mimi nawezaje kulichukua katika jamii na kumnusuru mwanamke? Unajua Yusufu alichofanya? Alikubali kwamba yule ni mtoto wake. Kwa hiyo lawama zote zilikuwa zinajulikana sasa zikahamia kwa Yusufu. Kwa hiyo Yusufu alionekana amefanya zinaa na yule mwanamke akapatikana Yesu Kristo. Kwa hiyo ndicho alichokuwa anajua. Kwa hiyo Yusufu alitengwa baada pale, alionekana ni muhuni. Maisha yote ya Yusufu. Ndio maana kuna kipindi wakasema huyu tunamjua babake ni yule seremala. Tunamjua huyu Yesu babake si yule seremala. Maana yake hawa wenyewe kapatikana katika njia zinaa. Kwa Kristo alikuwa katika yule jamii yake kumuelewa kwamba huyu mtu anajiita Masihi Kristo na katika babake na mamake walikuwa ni wauni. Lakini huyo ndio kuna wokovu ndani yake. Waliokuwa nyenyekevu
Anasema injili inahubiriwa kwa unyenyekevu wa moyo. Laiti wale watu wangeuliza tukae tutulize sasa kweli sawa hata kama kazaliwa katika hali ya zina. Hebu kuna maneno uzima anasema tusikilize, ongeza kuelewa, lakini hakumruhusu Roho Mtakatifu kwa sababu alitegemea Kristo atatokea katika familia kubwa takatifu sana ambayo inajulikana mji mzima duniani kote, lakini kwa hivyo. Jina la Yesu barikiwe sana. Kristo akamwambia nabii apate heshima, hakose heshima isipokuwa katika nyumba yake. Watu wa Galilaya hawakumwamini Yesu. Lakini akamwambia walikuwepo wajane wengi kipindi cha nabii Elia wakati mbingu zimefungwa miaka 3 na miezi 6. Lakini hakuna hata mmoja Elia aliyetumwa kwa isipokuwa mwanamke mmoja wa Sarepta. Sarepta ilikuwa ni mji nje ya Israeli. Yaani ilikuwa ni mji wa mataifa. Elia alienda kwa watu mwanamke mjane wa mataifa kule, sio Israeli, kwa sababu Israeli walikuwa muamini hata mmoja. Elia alikuwa amiliki. Alipofika kule mwanamke akamwambia nitengenezee kwanza mimi, kwa maana Bwana anasema kapu lako alitapunguka alichochupa hiyo chupa mafuta. Yule mwanamke akaamini. Akafanya vile na ikawa vile muujiza ukaonekana. Baada ya kumtengenezea Elia, ile kapu alikuisha, ule unga ukuisha wala ile mafuta. Akala mpaka kipindi ambacho mvua ilikuja juu ya nchi, ndio ile kapu likaisha na yale mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu alikuwa anamaanisha nini? Kwamba yule mwanamke alikuwa haangalii udhaifu wa Elia, haangalii historia yake, anaangalia msaada wa Mungu kupitia ule mtu wakati huo. Akaamini akapokea, lakini walikuwepo wajane wengi lakini Elia kutumwa kwao. Walikuwepo wenye shida nyingi lakini hakutumwa kwao. Sasa sio huyo tu. Anakuja kutoa mfano mwingine, anasema hivi. Walikuwepo wenye ukoma wengi zamani za Naamani, lakini hakuna ile takaswa isipokuwa Amani, mtu wa Shamu, tena nje ya Israeli. Sasa nataka tumalizie tunaye habari ya huyu Naamani tuweze kuelewa vizuri. Jina la Yesu libarikiwe sana. Angalia msaada wa Mungu unapokuja katika njia dhaifu, na sisi pia tujifunze kutegemea msaada wa Mungu pia katika njia ambazo zingine ni dhaifu na nyonge. Yaani uishi maisha ya kuondoa dharau ndani ya moyo wako. Tusome kitabu cha Wafalme wa Pili sura 5 mstari wa kwanza hadi ule 17. Wafalme wa Pili sura 5 mstari wa kwanza hadi ule 17. Wangapi wanamjua Naamani? Leo tutajifunza Biblia. Najua wengi hatumjui au tunamjua kwenye nyimbo tu. Wafalme wa Pili sura 5 mstari wa kwanza hadi 17. Anasema basi Naamani, hebu sema Naamani. Ishi hapo. Basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa kwa sababu ya mkono wake Bwana, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Naamani alikuwa mwenye ukoma. Sikiliza habari yake, ni nzuri sana. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli. Shamu sio Israeli. Naye akamhudumia mkewe Naamani. Takuelezea vizuri chikisa, utaanza kuelewa. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka alirarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuisha? Hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake. Fahamuni basi na kusini muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana na mimi. Naomba nikuelezee sasa kisa, alafu tutaendelea kusoma. Kulikuwa kuna ufalme wa Shamu ambao sasa hivi ni upande wa pili wa Jordan. Sasa wakati kulikuwa kuna Shamu, kuna kipindi kulikuwa kuna vita kati ya Israeli na Shamu. Sasa upande wa Shamu kulikuwa kuna mfalme na Israeli kulikuwa kuna mfalme. Huku Shamu ambapo kulikuwa kuna mfalme ambao alikuwa ni watu wa mataifa wasiomcha Mungu wa Israeli. Yule mfalme alikuwa na jemedari wake, mkuu wa kikosi, ambaye alikuwa ni shujaa na udari. Alikuwa anaitwa Naamani. Lakini huyu Naamani alikuwa ni mwenye ukoma. Na ijapokuwa alikuwa ni mkoma lakini alikuwa bado ni shujaa. Sasa siku moja walienda kuvamia Israeli, wakachukua mateka. Katikati ya wale mateka wakamchukua mwanamke mmoja, binti, msichana ambaye ni wa Kiisraeli, wakaenda naye Shamu. Yule binti akachukuliwa akaenda kufanya mtumwa au kijakazi. Tofauti ya mtumwa na kijakazi, kijakazi ni mtumwa wa kike.
Kwa akachukuliwa akapelekwa nyumbani kwa huyu Naamani, kama vile Yusufu alivyochukuliwa kule akapelekwa kwa Potifa. Kwa hiyo binti naye akachukuliwa akapelekwa nyumbani kwa Naamani. Naamani alikuwa tayari jemedari, ni mtu mkubwa, ingawa alikuwa ni mkoma. Akiwa kule nyumbani, yule mwanamke ambaye ni mke wake sasa na Naamani alikuwa anasaidiwa na yule binti. Yule mwanamke, binti alikuwa anamuona huyu bwana mbona kama ni mkoma. Afa akamwambia mama yake, akamwambia mama, mume wako yani bwana wangu ni mkoma, lakini laiti angekutana na nabii wetu kule, kuna nabii wetu yuko kule Israeli kule, laiti angekutana na yule nabii angepona ugonjwa wake. Yale maneno akasikia. Mtumwa mmoja, mimi ngoja nilichukue nilipeleke kwa Naamani. Angalia hatua za uponyaji zinapoanza na kuvuta msaada wa Mungu. Taarifa zikamfikia Naamani ambaye ndio mwenye ukoma. Akaambia bwana, unamjua yule kijakazi aliyetoka hivi, kasema hivi na hivi kwamba ungekutana na nabii mmoja yuko kule Israeli ungepona ugonjwa wako. Naamani aliposikia vile, cha kwanza aliondoka kitu kinachoitwa dharau. Wazo linatoka kwa house girl, tena nje kabisa. Kumbuka Naamani ni mtu mkubwa sana, jemedari, mtu mkubwa anaheshimika na mfalme. Mkuu wa majeshi tuseme sasa hivi. Anapewa idea na mfanyakazi tena kwa maadui zake, aende kwa maadui zake. Kuna nabii katika mji wa maadui zake. Akasema vyovyote itakavyokuwa mimi nitafanya. Naamani akaenda kwa bwana wake mfalme wake, akamwambia mfalme, naomba huu haraka niwaandike kwenda kwa Israeli, anitafutie nabii mmoja huko. Mimi simjui, anaitwa Elisha. Nimesikia kwamba taarifa zake kwamba anaponya watu. Kwa naomba tu haraka wangu ufike kule vile. Akatoa na zawadi kibao kwa sababu alikuwa na pesa. Na barua ikafika kule. Tuendelee na ile habari. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuanze mstari wa 6 ili tuweze kupata picha kamili. Anasema akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, kusema waraka huu utakapokuwasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka alirarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuisha hata mtu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusimuone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana na mimi. Mstari wa 8. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua kuwa yuko nabii katika Israeli. Kwa hiyo kumbe hata Israeli walikuwa hawajui kama kuna nabii. Elisha alikuwa heshimiwi Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake, sasa akasafiri na magari yake, akasimama mlangoni mwa nyumba ya Elisha. Na Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama nilidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpari mito wa Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Naamani kafika sasa kwa Elisha. Angalia, kashasikiliza ushauri wa mjakazi, kaandika waraka, umepelekwa kule, amekuja na zawadi na fedha, kashavuka kiunzi cha mfalme. Alafu amefika kwa Elisha, anategemea sasa kafika kwa Elisha kwamba Elisha tuweke mikono, amombe, afanye nini, ukoma wake utakasike kama alivyosikia kule. Anashangaa Elisha, anamwambia, mheshimiwa, sasa wewe sasa hivi ondoka, nenda Yordani kaoge kajichove mara 7. Bwana Yesu asifiwe. Tena afadhali akimwambia mara 1, mara 7 kajichove pale, alafu nyama mwili wako itakuwa safi. Lakini angalia tena hatua nyingine. Waangalie jinsi Mungu anavyofanya kazi, tujifunze kitu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mstari wa 13. Watumishi wake wakamkaribia. Sema watumishi wake. Sio marafiki zake Amani, kwa sababu marafiki zake na Amani walikuwa ni watu wakubwa. Watumishi pengine wale walikuwa wanamsafishia viatu ambao alienda naye huko. Wakamkaribia, angalau ushauri waliompa. Wakamkaribia wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa usingelitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani sawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Tushetu kwanza. Yaani alikuwa shafikia hatua ya kwenda kuponywa, lakini angepata ushauri kwa watu ambao sio sahihi, angepoteza baraka zake. Wala watumishi wake, mtu alikuwa ajabu sana na Amani. Alikuwa ni mtu wa kusikiza sana watumishi wake. Wakaenda kumshauri, akamwambia, sasa bwana, wewe ni ajabu sana. Yaani mtu kuambia tu kwenda kuoga kujichovya.
Unaona shida? Je, angekwambia labda utoe malaki na mamilioni usingetoa? Na ni kweli. Kwa sababu alikuwa amekuja na zawadi nyingi, alitegemea yule Elisha angemwambia leta mapesa, leta nini nikuombee. Anamwambia tu kirahisi tukajichove. Yaani wale watumwa ni kama vile walikuwa wanamwambia, yaani ingekuwa mimi ndo na nafasi yako, nimeambiwa ukajichove tu. Mbona ningekimbia mara moja kujichovya tu. Na Amani alivyosikia vile ya kuwadharau watumishi wake. Watumishi wa pili hao. Wa kwanza kijakazi alimwambia aende avuke nchi, aende nchi nyingine kuna nabii. Hawa wa pili wanamwambia sikiliza tu bwana. Wewe kwenda kujichovya tu unaona shida gani? Hujaombwa hela, hujaombwa pesa, hujakatwa mkono wako, hujaambiwa toa damu, toa kafara, sijui leta mtoto wako, sijui nini. Ni wewe tu kwenda kujichovya kwenye Yordani mara 7. Na Amani akasema sasa leo adhi yangu yote naweka pembeni. Kama nitaenda kujichovya afu nisipone, basi nitajua kweli mimi ni mjinga, lakini pote la kando. Ni ukoma tu. Biblia inasema akaenda Yordani. Kumbuka huyu na Amani akasema, "Je, hakuna mito hata ngeniambia basi hata mito wakuta ambao ndio bora. Kulikuwa kuna mito mikubwa, mizuri, heshima, mitakatifu." Akaitaja pale. Akasema, "Mbona hata Dameski tuna mito kuliko? Tena niambia nioge kwenye mto mchafu kama ule?" Mkuu wa majeshi akaweka cheo chake pembeni, akaweka adhi yake pembeni, akaweka ukubwa wake pembeni, akaweka mali zake pembeni. Kwa ushauri wa wajakazi, kwa ushauri wa watumishi, vitu vinyonge vilivyodharaulika. Akafika Yordani, akavua nguo yake labda, akaenda akajichovya kwanza, akatoka, akarudi tena ya pili, akajizamisha, akatoka, anaangalia nyama iko vile vile. Akatoka ya 3, akapanda. Ya 4 kama vile ni maagizo ya kiganga. Ya 5, ya 6, ya 7 alipoibuka akaangalia hivi. Anakuta ngozi yake kama mtoto mchanga. Alezaliwa leo, yani akawa msafi kabisa. Sasa angalia alipotoka pale. Mstari wa 15. Akamrudia yule mtu wa Mungu yeye na mafuatano yake yote, akaja akasimama mbele yake akasema, "Sasa tazama najua kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee baraka kwa mtumwa wako." Lakini akasema, "Kama Bwana ishivyo ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu." Akamshurutisha pokee, lakini akakataa. Uthibitisho wa manabii wa kweli. Sio watu kupenda vitu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Ni watu kukupa maagizo madogo, kabatizwe, tubu dhambi. Hivyo tu, kanuni za Mungu rahisi, lakini zinaleta uponyaji wa hakika wa moja kwa moja. Bwana Yesu nasifiwe sana. Sasa nataka tuangalie, ndio maana Yesu akasema walikuwepo wenye ukoma wengi Israeli, lakini hakutakaswa isipokuwa Amani mtu wa Sham. Ikiwa na maana kwamba watu wengi katika siku hizi tunazoishi sasa hivi hawawezi kupokea msaada wa Mungu, hawawezi kupokea baraka za Mungu, hawawezi kupokea nguvu za Mungu kwa sababu wanatazamia mambo makubwa kutoka kwa Mungu, alafu wanasahau kwamba Mungu anatumia vitu vinyonge na vidhaifu visivyokuwepo kuleta msaada katika maisha yao. Mungu atusaidie jambo hili likenda ndani ya mioyo yetu. Amina. Unapoingia kwenye maombi na kumwambia Bwana nisemeshe, usianze kumpangia nani ya kusema na wewe. Usianze kumwambia sasa nataka mchungaji akaniambia. Usianze kumwambia sasa nataka rafiki akaniambia. Kaa tu katika hali ya kutaka kusikia. Unaweza Mungu akasema nawe kupitia yule mtumwa ambaye unamuona afai kabisa. Anaweza kusema nawe kupitia yule rafiki yako ambaye mmegombana. Yule rafiki yako anaweza sijue chochote, lakini ukajua huu ni ujumbe wa Mungu. Milango inaweza ikafunguka kupitia mtu ambaye humtazamii. Yaani mtazamii kabisa. Unasema huyu anaweza akanipa idea hii, wazo hili, anaweza akanipa hichi, anaweza akanifundisha hivi, anaweza akanifariji hivi. Unategemea faraja kutoka kwa mtu fulani, mke, mume, rafiki, ndugu, mchungaji, lakini faraja ikaja kwa mtu ambaye mtazamii kabisa. Kwa kweli muomba Mungu nifariji. Kwa hiyo kaa katika hali ya kuelewa sauti ya Mungu inakujaje, msaada wa Mungu unakujaje. Useke macho yako katika mambo makubwa sana. Bosi wangu fulani, useke hivyo. Weka katika vile vitu vidogo kabisa. Mungu atasema na wewe, Mungu atakufariji, Mungu atakuinua. Kuwa kama Naamani, kuwa kama ule mwanamke wa Sarepta, kuwa kama watu wote katika manabii ambao waliona uweza wa Mungu, kwa sababu uweza wa Mungu unatimilika katika udhaifu. Jina la Yesu barikiwe sana. Kwa tembea na hilo neno na neema ya Kristo ikufunike sana. Basi pale ulipo utasimama kwa miguu yako.